Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ni za siri kubwa, naomba ikiwa wewe ni mgeni na hauja subscribe katika channel yetu ya Tanzania ITV ama unaitazama kwa mara ya kwanza, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia zaidi na kuomba usisahau kubonyeza alama ya like na karibu. Siri kubwa imeweza kufichuliwa sasa hivi. Hizi ni habari za ndani kuhusu kupinduliwa mamlakani kwa Rais Samia Suluhu Hassan hapa Tanzania, jambo ambalo limeweza kuleta taharuki na wasiwasi mkubwa Ikulu, na Samia ameshindwa cha kufanya ila tu kujificha na haonekani kuzungumzia jambo hilo. Sasa iko hivi, wanachadema waliweza kutangaza kuanzisha maandamano kulazimisha Samia Suluhu Hassan kumwachilia huru kiongozi ama mwenyekiti wa kitaifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo hapa Tanzania, Tundu Antipas Lissu. Sasa hii ni siri kwamba asipomfungulia Samia Suluhu Hassan atapinduliwa mamlakani. Sasa machawa wa CCM wale ambao ni wandani katika chama tawala sasa hivi wameweza kufichua siri. Kwa nini Samia Suluhu Hassan anasusia? Kwa nini anashupaza shingo na hataki kumwachilia Tundu Lissu ili aondoke gerezani? Sasa taarifa za ndani tumepata ni kwamba Samia anaogopa kumwachilia huru Tundu Lissu kwa sababu kulingana na habari hizi zinasema ya kwamba Samia anadhani wakati wowote ule atamwachilia huru Tundu Lissu, wakati huo atapinduliwa mamlakani, kwa sababu anaelewa yeye ndio ni rais lakini hakuchaguliwa kihalali. Tena anamuogopa sana Tundu Lissu kwa sababu anaweza kuanzisha maandamano na kumng'oa mamlakani Ikulu ghafla. Sasa leo tumepata majibu halisi kwa nini Samia hataki kumwachilia Tundu Lissu. Amekaa gerezani kwa mwaka mmoja sasa. Ndio maana hataki kumwachilia Tundu Lissu kwa sababu anamuogopa sana kwamba atamng'oa mamlakani. Kumaanisha kesi ambayo amewekewa ama yani Samia aliamua kumwambikizia kesi ya mchongo ya uhaini sio halali, ila tu anamuogopa Tundu Antipas Lissu. Ndio maana amekaa gerezani na hamna kesi yoyote ambayo ni ya uhaini ile ambayo amewekelewa, ila tu kumshikilia ili aendelee kuongoza hapa Tanzania. Na sasa tunataarifiwa ya kwamba Samia yuko na hali ya wasiwasi kwamba ameanza kulazimishwa na Umoja wa Mataifa, mataifa mengine kumwachilia huru Antipas Lissu aende kushughulikiwa kimatibabu. Sasa anaona ikiwa atamruhusu aondoke gerezani aende kujishughulikia mambo ya matibabu, huenda atarejea Tanzania na kubadilisha Tanzania iwe inamng'oa mamlakani. Sasa anaogopa sana tena zaidi. Sasa ndio maana tunaambiwa Samia Suluhu Hassan amekuwa akilazimisha familia ya Tundu Lissu iende mipembeleze, aweze kukubali kuelewana naye, aende Ikulu wazungumze, ili awe na maono kwamba hawezi ama awe na uhakika kwamba hawezi kumng'oa mamlakani, jambo ambalo familia imekuwa ikisusia kwamba Tundu Lissu ndiye yuko na uamuzi na hawezi kulazimishwa kuwa na maamuzi tofauti. Na wakati habari hizi ziliweza kumfikia Tundu Lissu, alisema ya kwamba hawezi kuweka magoti chini, hawezi kwenda Ikulu, hawezi kukutana na Samia kwa sababu yeye cha msingi hajafanya kosa lolote. Kosa gani ambalo linamuomba ama linambidi kumlazimisha kuomba msamaha na kukubaliana na Samia Suluhu Hassan kwamba
yeye ni mhusika wa mauaji. Hapana, yeye hajafanya kosa lolote, ndio maana amesusia kwamba hawezi kucompromise, hawezi kujiuzulu kutoka msimamo wake na kukubali kufanya kazi pamoja na Samia Suluhu Hassan. Ikumbukwe John Heche ambaye ni naibu ama makamu mwenyekiti wa kitaifa katika chama cha demokrasia na maendeleo aliweza kusema ya kwamba liwe liwalo na liwe, ikiwa Samia hawezi kumwachilia Tundu Lissu, wataanzisha maandamano kuhakikisha ya kwamba wanamlazimisha Samia Suluhu Hassan kumwachilia huru Tundu Lissu, kwa sababu imeonekana wazi hataki kumwachilia. Sasa hali ya mshike, hali ya wasiwasi, hali ya taharuki inaendelea kutanda Ikulu kwa Samia Suluhu Hassan, kwa sababu huenda maandamano haya yatatanda hapa Tanzania na kusababisha makubwa kufanyika, huku mwanaharakati Mange Kimambi ambaye yuko pale Marekani aliweza kusema ya kwamba mwaka ujao 2027 kutakuwa na maandamano makubwa wakati wa AFCON ili kuhakikisha ya kwamba Tanzania imepata haki kupitia kuwa na katiba mpya, kuwa na tume mpya ya uchaguzi, kuwa na uchaguzi mpya hapa Tanzania. Sasa jambo hili limeonekana kuanzishwa hadharani na wanachadema ambao wametangaza kuanzisha maandamano humu nchini. Sasa tutasubiri tuone ni kipi ambacho kinaendelea, lakini taarifa zile za ndani tumezipata ni kwamba Samia anaogopa kumwachilia huru Tundu Lissu kwa sababu atakinukisha na kumng'oa mamlakani. Jambo hilo ndio linamfanya anaogopa, kwa sababu kufikia sasa haoni kama anaendelea kuachwa kuendelea kuwa mamlakani. Lakini tunaendelea kufuata taarifa hizi, tukizipata za ndani tutakujulisha ni kivipi mambo haya yanaenda kukamilika hapa Tanzania. Lakini ikumbukwe ya kwamba Tundu Antipas Lissu amemaliza mwaka mmoja tangu wekwe kwa gereza la Ukonga kwa sababu aliweza kushitakiwa na kosa la uhaini, na amekuwa akiwashinda jamhuri hasa kwa kutoa ushahidi kule mahakamani Dar es Salaam, na imebainika wazi kwamba Tundu Lissu hana makosa. Kwa hivyo anaweza kuachiliwa wakati wowote, kwa sababu ikiwa maandamano yataanza kulazimisha aweze kuachiliwa, hali ya taharuki itakuwa imetanda hapa Tanzania na kusababisha mshike hapa na pale na Samia Suluhu Hassan kuongolewa mamlakani. Tunaendelea kufuatilia taarifa hizi, tukizipata tena tutakuja hewani ili kuwafahamisha. Lakini naomba kutamatishia hii kanda hapo, tukutane kwa kanda ambayo nitaitengeneza baadaye. Lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja tu ya mwisho, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati, na kwaheri.